Nimefurahi sana maadhimisho haya mwaka huu 2025 kuwa na kauli mbiu inayoakisi msisitizo wa watumishi wa umma kutoa huduma kwa Watanzania. Kauli mbiu hii inasema himiza matumizi ya mifumo ya kidijitali ili kuongeza upatikanaji wa taarifa na kuchagiza uwajibikaji. Kauli mbiu hii ni mwafaka kwa wakati huu tulionao, kwa sababu inaweka msisitizo kwa watumishi wa umma kuendelea kutumia mifumo ya kidijitali katika kutoa huduma. Ndugu viongozi na ndugu watumishi wa umma, kwa upande mwingine kauli mbiu hii inatukumbusha wajibu wetu wa kuweka mkakati mbalimbali wa utunzaji wa mifumo hiyo, kama ambavyo serikali ya awamu ya sita inavyoendelea kuwekeza kwenye mifumo ya kidijitali. Kwa nasi tunapata changamoto hiyo ya kuhakikisha kwamba tunafikia malengo yaliyowekwa ya utoaji huduma kwa wananchi kutumia mifumo ya kidijitali. Katika kuifikia siku hii ya utumishi wa umma, shughuli mbalimbali hufanyika, ikiwemo watumishi wa umma kutoa elimu na huduma za papo kwa papo kwa wananchi na wadau wote wa serikali. Na nia kubwa ziko nyingi, lakini kubwa ni kutambua mchango na umuhimu wa watumishi wa umma katika kuleta maendeleo kwenye nyanja mbalimbali za uendeshaji wa serikali na kuhudumia wananchi. Lakini pia, Mheshimiwa mgeni rasmi, zipo faida nyingi sana katika kufanya maadhimisho haya. Mojawapo ni wananchi kupata fursa ya kufahamu wajibu na haki zao, ili pindi wanapozikosa waweze kujua namna ya kuzipata. Lakini pia taasisi za umma hupata fursa ya kubadilishana uzoefu wanapokutana hivi, wanazungumza, na wakati mwingine sio rahisi kwa watumishi hao, Mheshimiwa mgeni rasmi, kutembeleana maofisini na kujua wenzao wanafanya nini. Lakini jukwaa hili ni fursa ya wao kuonana na kujadiliana, na nilipopita siku ile niliona wanaofanya kazi TCRA wanazungumza na warea wanazungumza na wengine. Kwa hiyo kukutana huku kuna faida kubwa, kwa sababu wanapata uzoefu na kubadilishana mawazo. Kwa majina naitwa Patrick Sabiga, afisa maendeleo kutoka halmashauri ya jiji la Dodoma. Kwanza kabisa tumshukuru Mheshimiwa Rais kwa ajili ya kuadhimisha maadhimisho haya ya wiki ya utumishi wa umma kwa hapa Dodoma. Tunamshukuru sana kwa jambo hilo. Lakini pia sisi kama halmashauri ya jiji la Dodoma tumenufaika kwa mambo mengi. Tumejifunza kutoka kwenye mabanda tofauti. Lakini pia sisi kama jiji la Dodoma kwa maadhimisho haya watu wengi wamejifunza kutoka kwetu. Sababu kwenye banda letu hili wamepita wageni tofauti, wamejifunza mambo tunayoyafanya. Ukiangalia upande wa ardhi, ukiangalia upande wa mikopo, masuala ya tehama, masuala ya biashara, masuala ya leseni, bima ya afya, CHF, masuala ya uwekezaji, watu wamejifunza mambo mengi kutoka kwenye banda letu. Lakini pia kwenye banda letu kwa tunatoa huduma tofauti. Kulikuwa na huduma kama za viwanja kama tulivyosema, taratibu wa kutoa leseni, masuala ya teknolojia, kidijitali, ugawaji wa viwanja, uuzaji wa viwanja, utoaji wa bima ya afya, mikopo kwa wanawake ile ya 10% kwamba kwa mikopo kwa vijana, kina mama pamoja na watu wenye ulemavu. Haya yote ni mambo ambayo watu wamepita kwenye banda letu na wamejifunza kutoka kwenye halmashauri yetu ya jiji la Dodoma. Kwa hiyo nimshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa jambo hili, kwamba tumeitangaza Dodoma yetu. Watu wengi wamekuja Dodoma kwa ajili ya maonyesho haya, lakini wamejifunza mambo mengi kutoka kwetu. Hata wigo ule wa kuuza viwanja sasa kwa wale ambao wanahitaji viwanja hapa Dodoma utakuwa mkubwa, kwa sababu wengi wamevutiwa na uwekezaji wetu. Wameahidi kwa pamoja na kwamba wengine wataondoka, lakini watarudi kwa ajili ya kununua viwanja kwenye halmashauri ya jiji la Dodoma. Huduma ambazo zimeongezeka kwenye banda letu ni kama nilivyosema mwanzo, kwamba tumetoa huduma ya kuuza viwanja, ugawaji wa leseni kidijitali, lakini pia utoaji wa mikopo kwa vijana, kina mama na watu wenye ulemavu. Lakini pia vile uandikishaji wa bima kwa wananchi. Wengi wamejifunza. Idadi kubwa ya watu walikuwa hawajui kwamba kuna bima ya CHF. Lakini wamekuja wamejifunza, na wengi wameshaanza kuonyesha mwito wa kujiandikisha, na imani baada ya hapa wengi watakuja ofisini kule kwa ajili ya kujiandikisha. Lakini pia na wafanyabiashara wadogo kwa ajili ya kupata mikopo, nao wamekuja hapo wamejifunza. Wengi wameonyesha wito wa kuitikia. Baada ya hapa wengi wataongezeka, kwa sababu idadi kubwa wameongezeka hapa. Tumehudumia watu karibia zaidi ya 100. Tumehudumia kwenye banda letu. Kwa hiyo na imani ya kwamba wengi wataongezeka. Baada ya hapa watatoa elimu kwa watu wengine na watakuja ofisini kwa ajili ya kupata huduma hizo. Tumejipanga
kwa muda unaofuata, kwa sababu kuna vitu vingi vitakuja katika jiji la Dodoma. Tutaboresha haya ambayo tumeonyesha safari hii, tutayaboresha zaidi ili watakapokuwa wamekuja safari nyingine, yale maoni yao waliotupa tuweze kuyafanyia kazi, huduma ziweze kuboreka zaidi. Mtu akitaka leseni yake hana haja kupata shida, ameshapata elimu. Akitaka kiwanja anaingia kwenye mtandao kwa sababu elimu ameshapata. Akitaka mikopo tumeshatoa elimu ni namna gani anatakiwa afanye. Hayo yote ni mambo ambayo tutayaboresha ili kwa baadaye huduma zetu ziweze kuwa nzuri zaidi.